Bana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Spoti Mtaa, na karibu tena wakati mwingine tena tukuletee tathmini ya kile kilichotokea pale Afrika Kusini katika draw kubwa kabisa ya michuano mikubwa barani Afrika kwa ngazi ya vilabu, yani kombe la shirikisho barani Afrika pamoja na kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambako kwa mara ya kwanza kama Tanzania tuna wawakilishi wa 4 kwa maana ya timu mbili katika kombe la shirikisho, yani Azam pamoja na Singida Black Stars. Lakini pia tuna wawakilishi wawili pia kwenye michuano ya ile mikubwa kabisa kwa ngazi ya vilabu, yani CAF Champions League, ambao ni Simba pamoja na watani wenzao wa jadi yani Yanga. Kwa hiyo tayari tumeshapata makundi na picha kamili ya nini kinakwenda kutokea katika hatua inayofuata michuano hii. Kwa hiyo Spoti Mtaa tutapita na wewe kutazamisha kila kundi hali yake jinsi ilivyo na nafasi yetu kama taifa na wawakilishi wetu kuelekea katika hatua inayofuata. Nini nafasi yetu, na pengine kukupa tathmini ya haraka. Lakini kabla hujasahau nikukumbushe kusubscribe channel yetu na kulike video hii, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zote ambazo tutakuwa tukileta hapa za michezo za ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa Azam wao wameangukia katika kundi B, ambapo Azam amepangwa na Wydad Athletic Club kutoka pale Morocco, lakini pia AS Maniema Union kutoka Ghana pamoja na Nairobi United kutoka Kenya. Kwa hiyo anakabiliana safari ya kuelekea Morocco dhidi ya Wydad Athletic Club, then atakuwa na safari ya kwenda Ghana ambako atakutana na AS Maniema Union, lakini baada ya hapo ataelekea Nairobi kwa ajili ya mechi ya majirani hii ambayo atakabiliana na Nairobi United FC. So hii ni picha ya kundi la Azam ambapo ameangukia katika kundi B pamoja na vigogo hawa wa soka barani Afrika ambao ni Wydad Athletic Club. Lakini kwa upande wa Singida, yeye ameangukia kundi C ambalo lina club za CR Belouizdad kutoka Algeria, timu hii ambayo inaongozwa na Said Ramovic, kocha wa zamani wa Yanga, lakini pia Stellenbosch FC kutoka Afrika Kusini, AS Otoho pamoja na Singida Black Stars. Kwa hiyo yeye atakuwa na kibarua cha kuchanga karata zake na kuona pengine namna gani anaweza akapita kwenye hatua hii inayofuata. Ikumbukwe kwamba kwenye kila kundi ni timu mbili tu ndizo ambazo zinakwenda hatua inayofuata kwa maana ya robo final. Kwa hiyo baada ya kucheza hizi timu mechi kwa maana ya nyumbani na ugenini kwa kila club, kwa hiyo timu mbili zitakazokuwa na pointi nyingi kuliko wengine ndio zitakazovuka kuelekea hatua inayofuata kwa maana hatua ya robo finali. Lakini kundi A lina club kama USM Alger, Dioliba AC, Olympic Club de Safi pamoja na FC San Pedro. Kundi D lina club za Zamalek FC, Al Masry, Kaizer Chiefs pamoja na Zesco United. Kwa hiyo kwa haraka ukitazama haya makundi unaona jinsi ambavyo Singida Black Stars pamoja na Azam FC wana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba wanavuka hatua hii na kuelekea hatua inayofuata. Kumbuka wote hawa Azam FC pamoja na Singida Black Stars wamefuzu hatua hii ya makundi kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo wana kazi kubwa sasa ya kuhakikisha kwamba ile hatua ya kwanza ambao wameipiga kwa mara ya kwanza wanasogea mbali zaidi, pengine kuingia katika hatua inayofuatia ya robo finali au pengine kwenda mbali zaidi, kwa sababu uwezo huo wanao. Tunajua hizi timu ambazo zina quality kwenye squad zao, lakini pia wana makocha ambao wana uzoefu mkubwa. Ukitazama makocha kama Florea Ibenge anaujua mpira wa Afrika na uzoefu mkubwa katika soka la Afrika. Kwa hiyo pengine inaweza ikawa ni silaha tosha na silaha kubwa kabisa ya kuwasogeza Azam kwenye hatua inayofuatia. Lakini kwa upande wa Singida Black Stars, benchi lao la ufundi lina makocha wa uzoefu. Unazungumzia Miguel Gamondi ambaye aliongoza Yanga kufika hatua za mbali kidogo kwenye michuano hii ya Afrika. Lakini pia Musa Ndoo unajua ni kocha ambaye anapita kwenye vilabu kadhaa na analijua soka la Afrika. Kwa hiyo wanaweza wakawa ni chachu kubwa pengine kusogeza timu kwa maana ya Singida kuhakikisha kwamba inavuka hatua hii ya makundi na kuelekea mbali zaidi, pengine kufika hatua ya robo finali, nusu finali
na pengine kuchukua kabisa kombe hili, why not? Lakini kwenye upande wa Champions League huku ambako wawakilishi wetu ni Simba na Yanga, huku tunajua kile kilichotokea Afrika Kusini, pengine kwa haraka haraka ni kupitishe Group A. Kuna klabu za RS Berkane, Pyramids FC kutoka pale Egypt, Rivers United pamoja na Power Dynamos au majirani zetu kutoka Zambia. Upande wa Group B ambako ndiko ambako ameangukia Young Africans Sports Club, yeye ameangukia kwenye kundi hili pamoja na wapinzani wengine watatu ambao ni Al Ahly FC. Hii ni club ambao pengine tunaweza kuwaita ni mabingwa mara nyingi wa michuano hii ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Atakuwa Al Ahly FC pamoja na AS FAR Rabat kutoka Morocco, bila kusahau JS Kabylie kutoka pale Algeria. Kwa hiyo kibarua cha Yanga ni dhidi ya Waarabu. Atakuwa na safari ya kwenda Misri kwa Al Ahly, ataelekea Morocco kwa AS FAR Rabat, lakini pia ataenda Algeria kwa ajili ya kukabiliana na JS Kabylie. Group C lina club kama Mamelodi Sundowns, Al Hilal FC, MC Alger pamoja na FC Lupopo kutoka pale Kongo. Group D ndiko ambako Simba ameangukia hapa pamoja na AS Tunis Esperance pale Tunisia, lakini pia kuna Atletico Petroleos ya Angola pamoja na Stade de Malien, klabu ambayo ilimtoa kwa mara ya kwanza goalkeeper wa Yanga Djigui Diarra. Kwa hiyo Simba wao watakuwa na safari ya kuelekea Uarabuni kwa maana ya Tunisia kukabiliana na AS Tunis, pamoja na ataelekea Angola kukabiliana na Petro di Luanda, lakini pia ataelekea Mali kwa ajili ya kukabiliana na Stade de Malien. Sasa kwa haraka haraka haya makundi kwa mtazamo wa kiufundi, tukianza pengine na michuano ya shirikisho. Kwa upande wa Azam ukitazama kwa upande wa kikosi chao, wana wachezaji ambao sasa ni mchanganyiko wa wachezaji ambao wana uzoefu. Ukiwatazama wachezaji kama akina Himidi Mao Mkami wamerudi pale kuongeza uzoefu kwenye squad, lakini pia kuna damu changa ambao pengine michuano hii au hatua hizi ni mara ya kwanza kabisa kushiriki, lakini silaha yao kubwa ambayo inaweza kuwabeba kwenye michuano hii kama Azam Sports Club ni technical bench lao. Wameweza kuingia gharama kubwa na kuweza kumvuta kocha mwenye uzoefu kwa maana ya Florai Benge, ambaye kwa kweli hii ni karata yao muhimu kabisa kuelekea kwenye michuano hii mikubwa barani Afrika, kwa sababu Ibenge ni kocha ambaye ni kocha wa mataji, ni kocha mshindani. Kwa hiyo anaingia kwenye michuano hii akiwa anajua nini anakwenda kutafuta na timu ya aina gani, profile za wachezaji wake jinsi ambavyo zipo, na pengine itakuwa ni nafasi ya pekee kwa Ibenge kutaka kuprove kwamba yeye ni kocha wa namna gani, uzoefu wake alionao katika soka la Afrika, akifundisha club kama El Hilal kwa muda mrefu na ameweza kuivusha kwenye hatua za makundi mara kadhaa. Kwa hiyo pengine kwa mara ya kwanza Azam kufika kwenye hatua ya makundi, pengine hatuwezi kuacha kutaja addition ya Ibenge kama ilikuwa silaha muhimu kuwafikisha hapa, na ninaamini kwa mtazamo wangu, naamini pengine Ibenge anaweza kuwaongezea kitu cha muhimu sana kwenye hatua zinazofuata za michuano hii ya Confederation Cup. Kwa upande wa group lao jinsi lilivyo, pengine hapa mimi naweza kuwapa nafasi Azam ya kupita yeye pamoja na Wydad Athletic Club, lakini itategemea na namna ambavyo Azam atakuwa serious kwenye kutumia uwanja wake wa nyumbani, kwa sababu kwenye michuano hii ya Afrika silaha kubwa na namba moja ni kuhakikisha kwamba unatumia uwanja wako wa nyumbani vizuri. Kwa hiyo pengine akiweza kuhakikisha kwamba mechi yake na Nairobi United FC, timu kama Nairobi United FC, Azam akikomaa aweze kupata point zote 6, kwa maana akashinda Nairobi na akashinda pengine Tanzania, ambao obvious anaweza akawa na uwezo kabisa wa kushinda hizo mechi mbili, lakini pia akashinda mechi ya AS Maniema nyumbani kwake hapa Azam, pengine hapo tunazungumza atakuwa pengine atakuwa na roughly point 9. Akiweza kukomaa pengine na AS Maniema kule kwao akapata sare akiwa na point 10, that means hata akipoteza mechi zote mbili dhidi ya Wydad Athletic Club, ambapo kwa kweli naona itakuwa ndo mechi pekee na hiyo na ngumu kwa Azam hapa,
itakuwa imemweka kwenye nafasi nzuri ya kufuzu kwenye hatua hii pamoja na Wydad. Kwa mimi, kwa mtazamo wangu, kwenye grupu hili nampa nafasi Azam pamoja na Wydad Athletic Club, lakini naweka angalizo, Azam ahakikishe anatumia vizuri uwanja wake wa nyumbani. Hii michuano inahitaji kutumia kila silaha ulionayo, lakini silaha kubwa namba moja ambayo unahitaji kuitumia ni matumizi sahihi ya uwanja wako wa nyumbani. Kwa upande wa Singida Black Stars, pengine naweza kumpa nafasi ya kujifunza mwaka huu kwa mzunguko huu, japokuwa ana standard squad, ana squad ambayo ina wachezaji wakubwa, wana uzoefu mkubwa barani Afrika. Wachezaji kama Cletus Chama ameingia pale, Khalid Aucho, wameenda kuongeza kitu chenye kwa maana ya uzoefu kwenye squad. Lakini pia wana wachezaji wazuri ambao kwenye kila idara. Ukiachana na idara pengine ya goalkeeping ambao mimi nimekuwa nikilia mara nyingi na goalkeeping ya Singida Black Stars, lakini ukiangalia defense yao, midfield pamoja na striking force yao, wana wachezaji ambao wamekamilika kila idara, na Singida Black Stars ana advantage ya kwamba kwenye kila nafasi kiwanjani ana wachezaji kuanzia wawili ambao wana top performance. Kwa hiyo inaweza kuwa silaha kubwa, japokuwa naona pia anaweza kaa nafasi finyu, kwa sababu naona kuna club kama CR Belouizdad ni timu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri na mara nyingi zimekuwa zikisogea mbali zaidi kwenye michuano hii ya Afrika. Lakini pia Stellenbosch amekuwa akifanya vizuri kwa miaka hivi karibuni. Kwa hiyo kwenye group C Singida Black Stars ana kazi kubwa ya kufanya kuliko ambayo ninaweza kuona kwa upande wa Azam. Kwa hiyo group C kwangu mimi kama Mtanzania ninatamani kuona Singida Black Stars akisogea mbele kwa maana ya kuvuka kwenye hatua, lakini in case akaishia hapa sitakuwa na kitu cha kumdai. Pengine itakuwa ni mara yake ya kwanza ya kujifunza na kujaribu tena, pengine next season tunaweza kumuona akiwa ameimprove na kupata uzoefu aliopata mwaka huu umvushe pengine msimu ujao. Lakini kwa group C ambalo Singida amepangwa, kwangu mimi sioni muujiza. Ninaona kabisa pengine anahitaji kufanya kazi kubwa na ziada kuhakikisha kwamba anapita hapa, lakini otherwise nampa nafasi zaidi CR Belouizdad pamoja na Stellenbosch kupita katika grupu hili, group C. Kwa upande wa Confederation Cup ninaona kwa mtazamo wangu kwa haraka Azam ndio ana mtelemko kidogo ukilinganisha na Singida Black Stars kwa mazingira hayo ambayo nimeyataja. Kwa hiyo tuombe Mungu, na maombi yangu ni kwamba Singida Black Stars aweze ku progress kwenye hatua inayofuata, kwa sababu ana kila kitu pengine kwa upande wa management, kwa upande wa squad, kwa upande wa benchi la ufundi. Kwa hiyo anaweza kasogea, lakini ana kazi kubwa na mlima mkubwa wa kupanda kuvuka hatua hii. Kwa upande wa Champions League huku kuna wababe ambao ni Simba na Yanga. Kwa upande wa tukianza na group B ambalo upande ni Yanga amepangwa hapa, ambalo amepangwa pamoja na Al Ahly Club, AS FAR Rabat pamoja na JS Kabylie. Hili ni grupu ambalo ni kundi gumu ambalo wadau wengi wa michezo wamekuwa kiliita, pengine tunaweza kuliita ni kundi la kifo au ni kundi gumu zaidi kwenye michuano hii kwa maana ya msimu huu, kwa sababu unazungumza klabu kama Al Ahly ambaye ni bingwa muda wote wa michuano hii, na unazungumza klabu kama AS FAR Rabat, ni klabu ambayo ina historia kubwa na michuano hii, imewahi kuchukua ubingwa mara kadhaa, na ni klabu ambayo imekuwa ina historia kubwa kwenye hizi African tournaments. Na ukiangalia ile trend yake ya misimu ya hivi karibuni, ni klabu ambayo ime evolve, ina develop, ina squad ambayo inaweza kufika mbali zaidi, na pengine watu wamekuwa wakiwatolea macho pengine kuwapa nafasi zaidi Al Ahly kupita kwenye hatua hii. Utegemei Al Ahly aweze kuondoshwa kwenye michuano hii katika hatua ya group stage. Lakini pia AS FAR Rabat hawa na wenyewe wanapewa nafasi kubwa zaidi kwenye grupu hili, lakini mimi siwezi kuwakatia tamaa Yanga, kwa sababu Yanga tayari wamekuwa na uzoefu mkubwa kwenye hatua hizi za makundi. Amepita mara kadhaa na amefika finali misimu miwili mitatu nyuma iliyopita katika michuano hii. Kwa hiyo ni klabu ambayo kwanza ina wachezaji ambao wana uzoefu, wachezaji ambao wamekaa pamoja muda mrefu, wachezaji ambao wana tayari
hatua hizi za makundi sio kitu kigeni tena, na ni timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri kwenye michuano hii kwa miaka hivi karibuni. Kwa mimi naona Yanga African wanaweza wakawa nafasi ya kupita kwenye hatua hii, lakini hasara moja hapo ambayo Yanga anaweza kukutana nayo kwenye hatua hii ni kwamba Yanga ndio kwenye miongoni mwa hizi timu 4 zilizopo kwenye group B ndio timu pekee ambayo inakwenda ikiwa imetoka kubadilisha kocha hivi karibuni. Of course Al Ahly Club naye ametoka kubadilisha kocha, lakini unaona ile trend ya Yanga kidogo bado hatuwezi kuwa na picha kamili ya kocha wao ni kocha wa aina gani, na pengine kwa sababu ni hatua ya makundi tunaweza kujua pengine mechi za mwanzo tunaweza tukapata picha kamili za ni kocha wa namna gani, kama ameshapata kikosi cha kwanza namna gani, aina ya mpira wake anaocheza. Kwa anaingia kwenye hatua hii ya makundi akiwa na mwalimu mpya ambaye atakuwa na kazi ya kusoma wachezaji wake wote, kuwaunganisha, kuingiza falsafa zake kwenye aina ya wachezaji anaowakuta, na wakati huo akipata matokeo kwenye michuano hii mikubwa. So unaona kazi ambayo Yanga yuko nayo mbele yake, kazi kubwa kweli kweli. At the same time JS Kabylie ni timu ambayo inaongozwa na mwalimu Abdelhak Benchika, ni kocha wa makombe, ni kocha ambaye ni mshindani. Kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji ambao wana uzoefu kidogo. Unazungumzia wachezaji ambao wameenda kuwika pale kama akina Babakar Sar, lakini pia wachezaji kama Saidio Kanuti alikuwa pale, amekuja Azam. Kwa hiyo ni klabu ambayo ina wachezaji ambao wanalifahamu kidogo soka la Tanzania, na pengine inaweza kuleta ushindani kwa Yanga na timu nyingine katika kundi hili. Kwa hiyo kwenye group B nafasi ya Yanga ipo, lakini sio nafasi ambayo unaweza ukasema iko clear. Yanga anapaswa kuifanya kazi kubwa, na mara nyingi hizi ndio mechi ambazo Yanga anatakiwa approve kwamba yeye ni mkubwa katika michuano ya Afrika, kwa sababu unapokwenda kucheza na Al Ahly, unapokwenda kucheza na AS FAR Rabat kwenye viwanja vyao vya nyumbani, ni mechi ambazo wanakupa test ambayo ni Champions League test. Unapata ile high standard football. Unaonyeshwa kwamba level yako ya mpira iko wapi, kama bado una kazi kubwa ya kufanya au pengine unaweza kuwekwa kwenye mzani mmoja na majianti hawa. Kwa hiyo kwenye group B nafasi ya Yanga ipo, lakini haiko naweza nikasema pengine 75%, pengine siwezi kuweka 80 au 90, naweza kumpa 75%. Itategemea na mwalimu atatumia vipi kipindi hiki kilichobakia kabla ya michuano hiyo kuanza, na namna ambavyo wataingiza falsafa zake kwa wachezaji, namna ambavyo wachezaji watamuelewa mwalimu, namna ambavyo wataadapt haraka kuhakikisha kwamba yale maujuzi ambayo mwalimu anayaweka kwenye timu wanayachukua na kuweza kuyaconvert kwenye uwanja wa mechi na kuweza kupata matokeo. Kwa upande wa Simba kwenye group D ambalo yuko na Esperance ya Tunisia, Atletico Petrol di Rwanda pamoja na Stade de Malien, kundi pia gumu, lakini unajua Simba amekuwa akifanya vizuri kwenye mechi ambazo zina akielekea huku. Mara nyingi ameshaenda mara kadhaa huku kusini mwa Afrika, kwa maana ya ukanda wa Kosafa. Mara nyingi amekwenda huko na tumeona mara kadhaa amepata matokeo. Kwa hiyo mechi yake na Petro di Luanda inaweza ikawa isiwe ngumu sana, lakini Simba anapotafuta jambo lake na kwenye michuano hii amekuwa akionyesha mara nyingi kwamba yeye ni miongoni mwa timu kubwa. Kwa hiyo anaweza akawa nafasi kubwa, na kinachombeba Simba zaidi kwenye michuano hii ni namna ambavyo amemaster matumizi ya uwanja wake wa nyumbani. Kwa hiyo no doubt Simba inapokuja kwenye swala la michuano ya kimataifa kwenye uwanja wake wa nyumbani, Simba anakuwa mnyama mwingine kabisa. Kwa hiyo kama ata maintain hiyo consistency ya matumizi sahihi ya uwanja wake wa nyumbani, of which tumeanza kuwa na doubt na hilo jambo, kwa sababu mechi yake ya mwisho aliyocheza hapa hakuwa na kiwango kizuri sana, na pengine ndo miongoni mwa mechi chache ambazo Simba imecheza kwenye uwanja wake nyumbani na mashabiki wake wametoka wakiwa hawana furaha. Kwa hiyo Simba anatakiwa kubadilisha hilo jambo haraka sana kama anataka kukusanya pointi 9 kwenye uwanja wake wa nyumbani, ambazo zitamsaidia sasa pengine akienda viwanja vya ugenini awe na kazi ndogo ya kutafuta pointi chache iweze kumweka kwenye nafasi nzuri ya kufuzu. Kwa hiyo kwenye kundi D ninaweza kumpa nafasi pengine
Esperance de Tunis, kwa sababu Esperance de Tunis tunajua timu hizi za Afrika Magharibi zimekuwa ni na viwango tofauti kabisa, zimekuwa na daraja lao yanapokuja mashindano makubwa kama haya, na ni timu ambayo imekuwa na consistently miaka nenda miaka rudi, imekuwa ikifika hatua za mbali, hatua za robo finali, nusu finali, finali na kuchukua makombe mara kadhaa. Kwa hiyo nampa nafasi Esperance de Tunis kwenda, lakini kwenye grupu hili Simba nampa 80% ya kuvuka kwenda hatua inayofuatia, kwa sababu naona mpinzani wake mwingine mkubwa akiwa ni huyu Atletico Petrol de Luanda. Ni timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri, ikicheza vizuri, na wachezaji ambao wamekaa pamoja muda mrefu, wanacheza mpira ambao ni mchezo ni wanacheza basic football, mpira ambao ni wa kufundishwa. Ni timu ambayo imekuwa haina uzoefu sana kwenye michuano ya Afrika, lakini kwa miaka hivi karibuni imekuwa ni timu ambayo sio rahisi sana kucheza nayo, hasa katika hatua hizi za mtoano, hatua hizi za makundi. Kwa hiyo naona Stade de Malien sioni upinzani mkubwa sana kwa Simba ikipata upinzani mkubwa sana kwa Stade de Malien. Kwa hiyo naona Simba anaweza akapata matokeo pale nyumbani kwao, na anaweza akapata matokeo hapa nyumbani pia. Kwa hiyo ninaona Simba akichanga karata zao vizuri, anaweza akawa na point 6 kutoka kwa Stade de Malien na akawa na point pengine 3 kutoka kwa Atletico de Luanda, lakini anaweza akapata pia point 3 za nyumbani kwa Esperance de Tunis, japokuwa haitakuwa kazi nyepesi. Hasara moja hapo kwa Simba pia wametoka kubadilisha kocha hivi karibuni. Tunaona tumeanza kuona kuna kitu kinaonekana, kitu positive pengine aina ya mpira ambao umeletwa na Mwalimu Pantev na ile falsafa yake ya direct football, na tumeona pengine katika mechi ya kwanza pale Eswatini tumeona jinsi ambavyo walishinda magoli mengi, lakini wamekuja kustruggle kwenye uwanja wao nyumbani. Kwa mwalimu anahitaji kubadilisha hicho kitu, akumbushwe jinsi ambavyo Simba amekuwa kidominate kwenye uwanja wake nyumbani. Lakini pia itategemea pia kwenye kipindi cha maandalizi kuelekea kabla michuano hii haijaanza, hatua hizi za makundi, pengine mwalimu atakuwa amefanya homework kiasi gani kuwasoma wapinzani wake kwenye kundi hili na kuandaa timu na plan ya kila mchezo kulingana na aina ya wapinzani ambao wanakutana nao. Kwa hiyo ndio kwa haraka ndio tathmini ya michuano hii ambayo kwa namna ambayo nimeitazama na makundi haya ambayo yamepangwa leo. Lakini ninaona nafasi kubwa ya wapinzani ya wawakilishi wetu, hasa Yanga pamoja na Simba, pia Azam wakisonga mbele kwenye hatua hii. Singida wakiishia hapa, sitakuwa na kitu cha kuwadai. Wamefanya kazi kubwa kufika hapa. Niliona mechi zao ambazo walicheza na Flambeau kutoka Burundi. Walistruggle mechi ya kwanza away, mechi ya nyumbani walistruggle pia kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili baada ya Flambeau kupata red card, niliona kidogo Singida walianza kucheza mpira. Lakini sasa huwezi kutegemea mazingira ya namna ile kutokea kwenye kila mechi za group stage. Wanapaswa kubadilika, wanapaswa kujifunza kutoka kwenye zile mechi mbili za Flambeau na kufanyia kazi yale makosa ambayo yalijitokeza, ili waweze progress, waweze kuwa na run nzuri kwenye hatua hizo za makundi. Kwa Singida nampa nafasi ya kujifunza msimu huu, lakini Azam siwezi kumpa nafasi hiyo kwa sababu tayari ameshacheza mara kadhaa, hajawahi kufuzu kwenye hatua ya makundi, lakini ni klabu ambayo imekuwa tukilalamikia sana kwamba kwa nini haifiki mbali. Kwa hiyo kama kujifunza, imejifunza vya kutosha. This time naamini Azam hawatakuwa na excuse. Wanapaswa kuhakikisha wanasogea mbele. Ukiangalia nature ya kundi lao, squad ilionayo, mwalimu na technical bench walionalo, uzoefu wao, hawana sababu ya kutuambia. Tunapaswa kuwaona wakiprogress kuelekea hatua inayofuata, kwa maana ya hatua robo finali. Simba wana nafasi hiyo pia. Nafasi hiyo wanayo, wana uzoefu huo, wana uwezo huo, wana uwezo wanao, wanaweza kusogea hatua inayofuata. Lakini pia Yanga pia wanaweza wakatushangaza. Yanga wamekuwa wakifanya vizuri kwenye michuano hii, na ninaamini mwaka jana waliteleza, mwaka huu hatutawapa nafasi hiyo kuteleza. Wanapaswa kusimama na kuonyesha ukubwa wao katika soka la Afrika, kwa sababu kama ni soka la nchi hii wamedominate vya kutosha. Sasa nafasi ya kutuonyesha kwamba hawakubahatisha kwenda finali ya Confederation Cup,
hawakubahatisha kuingia makundi miaka 3-4 iliyopita mfululizo. Wanapaswa kuhakikisha kwamba msimu huu wanasogea mbali zaidi. Kwa hiyo ndio tathmini ambayo nitaka tuzungumze mawili matatu kuhusu kile ambacho kimetokea Afrika Kusini baada ya draw ya michuano mikubwa barani Afrika leo. Tuambie una maoni gani pengine na mtazamo gani baada ya kuona haya makundi jinsi yalivyopangwa kwenye comment. Tuambie pengine timu yako ni ipi na mtazamo wako pengine nani unampa nafasi zaidi kuliko mwingine na kwa nini pengine unampa nafasi hiyo katika comment section. Asante, na usisahau kulike, kusubscribe channel yetu, lakini pia kuweka alama ya notification ili usipitwe na habari kama hizi za michezo na uchambuzi kama huu ambao tumekuwa tukiufanya mara kwa mara hapa Sport Mtaa. Sport Mtaa is more than the game.